Sasa kuna watu wanasimama katikati wakiutumia msingi huu wa kiikhwani, nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi, ili mashia wapate nafasi. Na hakuna watu hao zaidi ya mahizbi, watu walioathirika na fikra za kiikhwan almuslimin. Hawa ni hamzatul wasli, hawa ndio hamzatul wasli, wataka kuunganisha katikati baina ya Shia na Sunni. Wao wamekaa katikati, wawavuta mashia, wanaingia kupitia wao kwa madai ya umoja, na hawataki kusikia kitu kinachoitwa ar-rudud, kwa sababu zinawafedhehesha ar-rudud. Hawataki kusikia msingi wa al-hajru, hajrul mubtadi', kumkimbia na kumkata na kumgura mzushi. Hawataki kusikia msingi huo. Wanajaribu kutafuta kila mbinu kuhakikisha kwamba msingi huu haufanyi kazi. Lakini nawaambia, uhai wa Uislamu uko katika kuufanyia kazi msingi huu. Tangu tulipoanza katika mambo ya maasi, pale tulipolegea tukawa wanyonge, tukawa madhaifu, tukakubali maasi yafanyike kwenye nyumba zetu, tukawa hatuko tayari kuutumia msingi huu, maasi yakazidi. Kwa sababu kuna kitu gani? Hata nikifanya babangu si yuko, mamangu si yuko, wewe nenda, mimi kuna fulani na fulani rafiki zangu si wapo, wewe kataa, wengine watakuja. Tulipoacha msingi huu, maasi yaliingia katika mujtama na yanatudhuru na yanawadhuru Waislamu. Na hivyo tulipouacha msingi huu katika kuipiga vita bid'a inaingia katika miji yetu na katika nyumba zetu. Hatuwezi kuikwepa ila tusimame katika msingi huu. Kwa hiyo shekhe, usikate tamaa wala usirudi nyuma, na wenzako wengine msirudi nyuma, msiogope maneno ya watu. Kuweni wakali katika suala la tahdhir anil mubtadi', kuwatahadharisha watu na mubtadi'in alhizbiyin. Hawa ndio maagenti watu wa bid'a, wakiwa wajua au hawajui. Hizbi yoyote ni wakala wa watu wa bid'a, na ndio daraja wanaopitia juu yake kwa sababu ya misingi yao mibovu inayokhalifiana na njia ya ahli sunnati wal jamaa. Lengo kwanza ni kujitetea wao wenyewe kutokana na madhaifu walionayo, lakini lengo lao pia limekwenda mbali zaidi, kuwapisha wengine waingie katika miji au katika mitaa ya Waislamu. Kwa sisi ambao tushafahamu hii haki, tusinyamazie, tuielimishe jamii billati hiya ahsan. Watu wapewe durusi, watu wapewe mauidha, rududi zitolewe, aqwali za wanawachuoni, yani aya, hadithi, aqwali za wanawachuoni zionyeshwe kwa watu kwamba huu ndio msingi wa haki. Na tunakuwa wakali dhidi ya hawa ndugu zetu, onekana kama tufanana nao hivi. Ndevu zipo, isbali hakuna, kanzu hivi, mbona sote pamoja? Maulidi bid'a. Sasa tugombania nini? Ni msingi huu. Miongoni mwa misingi tunaokhalifiana ni msingi huu. Wataka kutetea watu wa bid'a kwa kuudhoofisha msingi huu, na walillahi alhamdu da'wa ishasimama. Hii inaelekea, hili ni kama treni lile la SGR, standard gauge. Ukizubaa tu utaacha, chochote kitachoingia kinapigwa kule pembeni. Uruhusiwi kupita kwenye njia ovyo ovyo, ima ukubali kwenda nayo au pisha. Sitoi vitisho, nazungumza ule usawa. Huwezi kushindana na da'wa hii maadamu dawa hii imesimama katika misingi ya haki. Tukubali kufuata haki bwana, kufuata haki si fedheha. Na mtu kutanazal, kurudi nyuma katika jambo la haki akaacha batili akapata haki, ni fadhila. Kwa hiyo tuweni namna hiyo, na sisi tunaosikiliza ndio tunaoharibu zaidi, kwa sababu tulipeleka jambo kiushabiki.
hatulipeleki jambo Kiislamu. Tupendana kwa sababu zetu binafsi, na sisi tutakiwa tupendane kwa sababu ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Tusiweke upenzi kwa sababu fulani iko hivi, fulani vile na fulani vile. Tuwekeni upenzi katika dini. Lau hawa mashekhi wanaobabaisha Waislamu na kuwachanganya Waislamu wangelijua kwamba siku nikizungumza jambo ambalo usilo, watu watanikata mimi na hawatahudhuria tena kwenye darasa yangu, hawezi kuthubutu kufanya hivyo, kwa sababu wao wataka watu. Lakini sisi bado tutajipeleka tu. Sikubali shekhe, sisi tuko pamoja na wewe bwana. Innakum idham mithluhum,